William Simba tayari ardhi ya Zanzibari. Atakaye na aje visiwa vya karafuu anaita hivyo. Bwana, kwanza tunashukuru leo kwa Wakristo ni siku ya Pasaka. Kwa mechi imekuja siku muhimu sana. Tumekuja sisi kama mashabiki pia kuvunja rekodi ambazo tunatamani hata wachezaji wetu pia waweze kuvunja rekodi, kwa sababu mimi natamani sana kuona Simba hii tunaenda nayo mpaka hatua ya nusu finali. Na pia hata mechi ya kwenda Stellenbosch kule mimi nitasafiri, kwa sababu Cape Town kule nishaikuishi zaidi ya miaka 4, kwa hiyo naijua vizuri Cape Town. Tukiwazungumzia hawa wapinzani wetu ambao tunaenda kucheza nao, mpaka leo wamecheza mechi 12. Kwa sio mpinzani wa kawaida, ni mpinzani mgumu, japokuwa watu kutokana na zile rekodi na kwenye CAF ranking kule hayupo, watu wengi wanamtoa sana, lakini rekodi yake ni ya kutisha sana. Ukiangalia timu ambayo ameweza kufungwa kwa magoli mengi ni timu ya FC Bekane, lakini alishinda kwa Stade de Malien, alishinda kwa Lunda Sol ya Angola, akaenda kushinda Mali kule. Kwa hiyo ni timu ambayo mechi 12 mpaka inafika kwenye hatua hii hapa, ni timu kubwa sana. Kwa hiyo tuzichange kata zetu vizuri, tusimdharau mpinzani. Mara mwisho Simba kwenye dimba hili la Amani tulikuja kuchezaga nusu finali hapa na FC Mlandege, kutokana na kuwadharau wapinzani wetu tukaenda kufungwa. Kwa kama karata tunazichanga vizuri, japokuwa mchezo utakuwa ni mgumu sana. Ukimwangalia mpinzani wetu, yeye hana rekodi kubwa, lakini anaweza kutengeneza rekodi kupitia wewe, kama alivyotengeneza kupitia timu ya Zamalek ambao hatukuwahi kuamini. Kabla ya mechi kuchezwa sisi tulisema Zamalek ataenda, pengine wanaweza wakacheza na Simba, lakini ikaja ikatokea maajabu. Kwa maajabu mengine kama Simba tunazichanga karata zetu vizuri na kuheshimu mpira, yanaweza akatokea pia, kwa sababu ni timu ya mpira pia. Unaona wana Zanzibari wameitika? Wana Zanzibari wameitika kwa sababu unaona hata pressure ni kubwa sana kwa watu ambao wanakuja kutoka Dar. Angalia sasa hivi ni mapema, lakini uwanja mashabiki wameshaanza kuingia. Kwa hiyo kuna mashabiki wengine kama ile system haikuwa stopped, kuna mashabiki wengine watakuwa wamekata tiketi alafu wamekaa nje. Kwa hiyo wana Zanzibari nadhani wameitika, japokuwa dimba alisupport kwa watazamaji wote, lakini nadhani mechi itakayofuata kama Simba tutavuka katika hatua hii hapa finali, tunaenda kuchezea dimba la Benjamin Mkapa. Lakini nadhani nikasema serikali pia wametuonea sana kutuleta huku visiwani Zanzibar, kwa sababu ni watu wachache wataweza kumshuhudia mnyama, lakini sisi kama Simba wachache tuliokuja hapa tuna imani tunaenda kuvunja rekodi na kuweka rekodi mpya. Kwa hiyo mmekuja na nini leo? Leo tumekuja na wazee warefu, kwa sababu Tanzania tunaonekana hawatupendi. Tulikuja na wazee wafupi wakatulalamikia, tukaja na Mwamposa watu wakatulalamikia. Sasa inaonekana yaani hawataki twende popote pale. Kwa leo tumekuja na wazee warefu, pia tumekuja na Biblia kwa sababu ni siku muhimu na ni siku ya Pasaka leo. Tumekuja kwa nguvu ya Mwenyezi Mungu na imani tutaenda kushinda. Kupiga tutapigana wote, lakini Simba na imani tutachukua pointi 3 muhimu. Okay, sawa, mimi nakutakia kila la heri, lakini naona kama uko na wifi hivi. Rafiki yangu wa faida. Unajua huku Zanzibari kanuni ya msuli Zanzibari wanasema lazima uvalie msuli. Ni mwenyeji wangu wa Kizanzibari. Na wewe umeuvalia msuli na pesa mkorofi. Bwana William Simba tayari ardhi ya Zanzibari. Atakaye na aje visiwa vya karafuu anaita hivyo. Bwana, kwanza tunashukuru leo kwa Wakristo ni siku ya Pasaka. Kwa mechi imekuja siku muhimu sana. Tumekuja sisi kama mashabiki pia kuvunja rekodi ambazo tunatamani hata wachezaji wetu pia waweze kuvunja rekodi, kwa sababu mimi natamani sana kuona Simba hii tunaenda nayo mpaka hatua ya nusu finali. Na pia hata mechi ya kwenda Stellenbosch kule mimi nitasafiri, kwa sababu Cape Town kule nishaikuishi zaidi ya miaka 4, kwa hiyo naijua vizuri Cape Town. Tukiwazungumzia hawa wapinzani wetu ambao tunaenda kucheza nao, mpaka leo wamecheza mechi 12. Kwa sio mpinzani wa kawaida, ni mpinzani mgumu, japokuwa watu kutokana na zile rekodi na kwenye CAF ranking kule hayupo, watu wengi wanamtoa sana, lakini rekodi yake ni ya kutisha sana. Ukiangalia timu ambayo ameweza kufungwa kwa magoli mengi ni timu ya FC Bekane, lakini alishinda kwa Stade de Malien, alishinda kwa Lunda Sol ya Angola, akaenda kushinda Mali kule. Kwa hiyo ni timu ambayo mechi 12 mpaka inafika kwenye hatua hii hapa, ni timu kubwa sana. Kwa hiyo tuzichange kata zetu vizuri, tusimdharau mpinzani. Mara mwisho Simba kwenye dimba hili la Amani tulikuja kuchezaga nusu finali hapa na FC Mlandege, kutokana na kuwadharau wapinzani wetu tukaenda kufungwa. Kwa kama karata tunazichanga vizuri, japokuwa mchezo utakuwa ni mgumu sana. Ukimwangalia mpinzani wetu, yeye hana rekodi kubwa, lakini anaweza kutengeneza rekodi kupitia wewe, kama alivyotengeneza kupitia timu ya Zamalek ambao hatukuwahi kuamini. Kabla ya mechi kuchezwa sisi tulisema Zamalek ataenda, pengine wanaweza wakacheza na Simba, lakini ikaja ikatokea maajabu. Kwa maajabu mengine kama Simba tunazichanga karata zetu vizuri na kuheshimu mpira, yanaweza akatokea pia, kwa sababu ni timu ya mpira pia. Unaona wana Zanzibari wameitika?
Wanazanzibari wameitika kwa sababu unaona hata pressure ni kubwa sana kwa watu ambao wanakuja kutoka Dar. Angalia sasa hivi ni mapema, lakini uwanja mashabiki wameshaanza kuingia. Kwa hiyo kuna mashabiki wengine kama ile system haikuwa stopped. Kuna mashabiki wengine watakuwa wamekata tiketi alafu wamekaa nje. Kwa hiyo Wanazanzibari nadhani wameitika, japokuwa Dimba alisapoti kwa watazamaji wote, lakini nadhani mechi itakayofuata kama Simba tutavuka katika hatua hii hapa finali, tunaenda kuchezea Dimba la Benjamin Mkapa. Lakini nadhani nikasema serikali pia wametuonea sana kutuleta huku visiwani Zanzibar kwa sababu ni watu wachache wataweza kumshuhudia mnyama. Lakini sisi kama Simba wachache tuliokuja hapa, tuna imani tunaenda kuvunja rekodi na kuweka rekodi mpya. Kwa hiyo mmekuja na nini leo? Leo tumekuja na wazee warefu kwa sababu Tanzania tunaonekana hawatupendi. Tulikuja na wazee wafupi wakatulalamikia. Tukaja na Mwamposa watu wakatulalamikia. Sasa inaonekana yaani hawataki twende popote pale. Kwa hiyo leo tumekuja na wazee warefu, pia tumekuja na Biblia kwa sababu ni siku muhimu na ni siku ya Pasaka leo. Tumekuja kwa nguvu ya Mwenyezi Mungu na imani tutaenda kushinda. Kupiga tutapigana wote, lakini Simba na imani tutachukua point 3 muhimu. Okay, sawa, mimi nakutakia kila la heri, lakini naona kama uko na wifi hivi. Rafiki yangu wa faida. Unajua huku Zanzibari, kanuni ya msuli Zanzibari wanasema lazima uvalie msuli. Ni mwenyeji wangu wa Kizanzibari. Na wewe umeuvalia msuli. Na pesa mkorofi.